Siri kubwa iliyosaidia mamilioni ya wanaume duniani kuongeza nguvu za kiume ninaifichua leo. Naitwa Zulekha Mohamed, mshauri wa afya ya uzazi kwa wanaume na wanawake kupitia vyakula lishe. Na unajua kuna msuli unaitwa pelvic, unapatikana kuanzia sehemu yako ya haja kubwa hadi huku mbele kwenye chombo chako cha moto, na ndio msuli ambao unashikilia chombo chako kinapokuwa kimeinuka ama kimesimama. Lakini pia msuli huu unafanya kazi ya kuzuia haja ikiwa wewe mwenyewe haupo katika maeneo ya kujisaidia. Mfano, unaweza kuzuia haja ndogo, unazuia haja kubwa. Kwa hiyo ile hali ya kuwa unajisikia kuzuia, hiyo ni kazi ya huu msuli unaitwa pelvic. Na huu msuli wa pelvic unaweza kuwa affected, unaweza kuathirika na activities tofauti tofauti ambazo sisi tunakuwa nazo katika maisha. Unaweza kuathirika kutokana na mtu kupata ugonjwa wa kutanuka kwa tezi dume. Unaweza kuathirika endapo wewe umeongezeka uzito. Unaweza kuathirika endapo unashiriki mapenzi kinyume na maumbile. Unaweza kuathirika pia endapo una tabia ya kujichua. Hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza kufanya msuli huu usifanye kazi vizuri. Kwa hiyo watu wengi ambao unawaona wana changamoto ya kuwahi kufika kileleni na kushindwa kurudia tendo, mara nyingi msuli huu wa pelvic unakuwa umelegea. Dawa ya tatizo hili ni zoezi linaitwa Kegel exercise, na zoezi hili unaweza kulifanya kwa namna nyingi sana, lakini mimi hapa leo nitakufundisha namna mbili ambazo zitakusaidia sana. Namna ya kwanza ni unatakiwa upate haja ndogo, nenda kajisaidie vizuri, kibofu chako kisiwe na mkojo. Alafu unaweza kukaa eneo lolote lile, kufanya kama vile unabana haja ndogo na unaachia. Sasa unapobana, hesabu kwa sekunde 3. Mfano, bana 1, 2, 3. Fanya kama vile unaachia haja ndogo, lakini wewe hauna haja hapo. Nataka unielewe tu. Kwa hiyo achia, hesabu tena sekunde 3. Bana tena, kwa sababu wewe ni beginner, sekunde 3 zinakutosha kabisa. Kwa mtu ambaye ana uzoefu anaweza kufanya zaidi ya sekunde 3. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, kubana na kuachia, kubana na kuachia, unaweza kufanya kwa dakika 5 kwa wale ambao mnaanza, na baada ya wiki unaweza ukaimprove. Fanya asubuhi na jioni kupata matokeo yaliyokuwa sahihi kabisa yatakayokupa furaha. Namna ya pili ni hii, lala chali, sehemu ambayo ni chini, usilalie juu ya mto. Alafu kunja miguu yako, mikono yako ipeleke iguse kwenye visigino vyako. Baada ya kufanya hivyo, inua kiuno chako juu. Hakikisha kiuno, mapaja viko juu pamoja na sehemu ya nusu ya mgongo. Kinachobakia chini ni sehemu ya mwisho ya mgongo, kichwa chako pamoja na nyayo na mikono. Kwa kufanya hivyo, jihesabie: juu sekunde 3, chini sekunde 3, juu hivyo hivyo. Ni namna hii rahisi, na kwa kufanya hivi itakusaidia kupata